Jumapili hii ya leo tunapata simulizi ya kuangalia safari ya Nixon Simon. Wengi walimfahamu kama Nicky wa pili. Huyu ni mkuu wa wilaya ya Kibaha ambaye wengi pia wamemfahamu kupitia sanaa ya muziki. Kutoka kwenye muziki hadi kuwa kiongozi sasa hivi, ni mambo gani ambayo ameyapitia, safari yake ilikuwaje? Basi siku ya leo tutapata nafasi. Lakini tukionapata nafasi ya kutazama simulizi yake, tutatafakari kwa pamoja mazingira yanatuandaa vipi kutimiza ndoto. Mazingira yamekuandaa vipi kuwa wewe kuwa sasa hivi hapa Hello Weekend? Na mazingira kwa kweli Masi huwezi kuyatenganisha na mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu haishi kwenye ombwe. Mwanadamu anaishi katika mazingira. Kabisa. Na unaweza pengine upo kazini hapo au sebuleni kwako ama kwenye ama popote ulipo ofisini. Hayo ndio mazingira ambayo sasa hivi yanakutengeneza. Lakini fikiria sasa maisha yako yote, mazingira uliyokulia, nyumbani, shuleni, ofisini, maeneo ya ibadani huko na jamii kwa ujumla, yote hayo inakuwa salama sana. Kwa hiyo unayo ya kujifunza mengi sana. Tunaye mgeni ambaye baada ya kuangalia tutakuwa naye katika kuchambua hii, Rodrick Nabe, mwandishi wa vitabu, mshauri mwelekezi wa stadi za maisha, lakini coach wa masuala ya fedha na uchumi. Karibu sana. Asante sana. Ndio, tunafurahi kuwa nawe. Tabidi baadaye tukimaliza atatuambia mazingira alivyomwandaa kuwa Rodrick Nabe tunajua sasa. Ndio. Basi sawa, moja kwa moja tupate nafasi ya kuungana pamoja katika simulizi hii. Tuungane na mwenzetu Angela Mondi ambaye amepata nafasi ya kumtembelea. Hapa ni Kibaha, miongoni mwa wilaya 8 zinazopatikana katika mkoa wa Pwani, na ni kilomita 40 kutoka Dar es Salaam hadi hapa nilipo. Na nyuma yangu ni ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kibaha ambaye ndiye mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama katika wilaya hii. Sitakupa Brazilian hair, nitakupa mtaji wa kuwauzia Peruvian hair. Si mwingine ni Nixon Simon ambaye almaarufu tunamtambua kama Nicky wa pili. Yako mengi tutatambua kutoka kwake, jinsi gani alivyoanza muziki, uongozi, lakini pia safari ya kielimu. Na kusihi mtazamaji wa Hello Weekend, ungana nami mwanzo hadi tamati. Jina langu ni Angela Mondi. Mwanamke mjasiri ya mali, kisha uje kuwa mwanamke mjasiri na mali. Heshima yako mkuu. Karibuni sana. Hongera kwa kazi kubwa unayoifanya wilaya ya Kibaha. Asante sana. Asante. Ukirusha maswali na majibu 50, ila sina jibu kwa maswali malaini. Baba lake kwenye flow line. Nikusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Asante sana. Hongereni kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya wilaya ya Kibaha. Nashukuru sana. Kwa ajili ya umahususi tuanze kutambua jina lako kamili. Mimi naitwa Nixon Simon John Mseke, lakini watu wengi wananifahamu maarufu kama Nicky wa pili. Na kwa hiyo haitodhuru nikitumia yote mawili. Yaani wewe tu. Ni vipi vipaumbele vya katika uongozi wako katika wilaya ya Kibaha kwa ujumla? Vipaumbele vyetu ni vipaumbele vya Mheshimiwa Rais. Yeye ndo anatoa vipaumbele. Anatoa the vision, nini tufanye. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kutafsiri the why, the how. Kwa hiyo vipaumbele 8 vya Mheshimiwa Rais vyote ni vya kwetu. Kwa hiyo ameelekeza ukusanyaji wa mapato, ameelekeza usimamiaji mzuri wa miradi ya maendeleo, ameelekeza sisi kufanya kazi vizuri na sekta binafsi, ameelekeza tuwasikilize wananchi na kutatua kero, ameelekeza tuboreshe mazingira ya wafanyabiashara, ameelekeza tuangalie mambo ya ukatili wa kijinsia, lakini ameelekeza tutengeneze misingi ya ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo sisi vipaumbele vyetu ni vipaumbele vya Mheshimiwa Rais. Sisi ni wasaidizi wake. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kutafuta namna bora ya kuvisimamia na kuvideliver. Wengi tunakutambua sana kutoka katika safari yako ya muziki na hadi sasa umekuwa ni kiongozi wa kiserikali naweza kusema. Lakini hasa hatufahamu ni vipi umefika hapo. Na wapo wengi tunakutazama kama role model, japo katika miongoni mwa mashairi yako uliwahi kusema kwamba wewe sio role model mzuri na vitu kama hivyo. Nafikiri hizo zitakuwa ni kazi za sanaa, wewe utatuambia. Je, kwako wewe mheshimiwa, turudi huku katika safari ya utotoni. Uongozi ilikuwa ni sehemu ya ndoto yako? Sikuwahi kuwa na ndoto ya kuwa kiongozi. Lakini katika mambo mengi ambayo nilikuwa nikishiriki na marafiki zangu, nilikuwa naona natural natokea nafasi ya mbele. Umeelewa? Kwa kwenye timu yetu ya mpira, kwenye peers wangu nilikuwa natokea nafasi ya mbele. Kuna namna nyingi ambazo nilikuwa nikifanya natokea nafasi ya mbele. Kwa hiyo na think ni kitu ambacho kilikuwa kipo. Ila mimi nilikuwa bado sijakiona kwenye
kwenye maono yangu. Na mimi naamini ni ngumu sana kuwa kitu ambacho wewe sio. It's hard to attract something you are not. Hauwezi kuvutia kitu ambacho wewe sio. Kwa hiyo nafikiri ulimwengu wa nje ulianza kukiona kabla mimi mwenyewe sijakiona. Ipi ilikuwa ni ndoto yako ukiwa mdogo? Nikiwa mdogo ndoto yangu ni kucheza football. Ndio maana ukienda mtaani kule wananiita Kiminyio, Kababa, Madenge. Na jina langu maarufu nilikuwa Madaraka Suleiman Enzio, kwa mchezaji wa Simba aitwa Madaraka, kwa mchezaji mzuri. Nilipofika sekondari ndoto yangu ilikuwa ni kuendelea na masomo. Huko tunasema duniani tumewahi kusikia ukijitanabaisha kwamba wewe ni umetoka katika familia ya kawaida sana. Pengine tuje katika safari sasa, tuanze ya kielimu kama ambavyo umeweza kutudokeza hapo, kutoka ukapteni, ndoto ya mpira na vitu kama hivyo. Mimi nimekuwa daraja 2. Kwa watu wanaofahamu daraja 2 ni neighborhood ya watu wa chini kabisa. Ina watu wa kati na wa kawaida, lakini watu wengi ni maisha yetu ya chini. Na mama yangu, wazazi wangu mimi walitulea sisi kwa tunauza sambusa. Na moja ya ugomvi wangu nyumbani ilikuwa ni kwamba mimi kwa fika saa 10 nataka kucheza mpira. Lakini unajua ukienda kucheza mpira huwezi kula nyumbani. Kwa inabidi ikifika saa 10 unachukua sahani lako la sambusa unatembeza kwenye kule uswalini kwetu maeneo mengi wanauza gongo, wanapeleka, wengine wanauza. Ilikuwa ndio kitu ambacho kinafanya maisha nyumbani naenda. Vitu vingi ambavyo labda watu wanavisikia mimi nafikiri nimeviishi sana. Yaani mimi nimeishi maisha ya kula mara moja kwa siku, ni kitu cha kawaida. Kukaa nyumbani mwezi mmoja una viatu, uweze kwenda shule, ilikuwa ni kitu cha kawaida. Na mimi nilivyomaliza darasa la 7 actually sikufaulu matokeo ya kwanza. Kwa hiyo nilirudi mtaani nikawa naendelea kuuza sambusa za mamangu, kwa sababu mimi wazazi wangu walikuwa hawana namna yoyote ya kunipeleka private school. Ulihitimu shule gani huko? Nisoma daraja 2 primary. Sawa. Kwa hiyo mimi nilivyohitimu matokeo yakatoka nilikuwa sijafaulu. Kwa hiyo mambo yangu ya kusoma yalikuwa yameishia pale. Kwa hiyo miraculous naweza nikasema, kwa maajabu, kuna kipindi hicho kuna kitu inaitwa second selection. Kwa hiyo mimi nilichaguliwa kwenda Arusha Secondary second selection. Actually watu wengi walifikia kama sitaenda. Lakini kwa sababu ile 20,000 kuipata ilikuwa haso kubwa sana. Kwa hiyo mpaka nakuja kupata na kwenda shule nilikuwa nimeshakaribia I think mwezi wa 4 wa 5. Kwa hiyo kumbukumbu yangu inaniambia ile miezi ya kwanza nilisoma muda kidogo sana. Na nikasoma nikakutana na mitihani, na actually report yangu ya kwanza ya sekondari nilikuwa mwanafunzi wa 2 kutoka mwisho. Hiyo ndio report yangu. Na Arusha Seki walikuwa na kitu kinaitwa D5. D5 ni kama wale wanafunzi ambao wamefeli sana. Kwa hiyo inaitwa mkutano mzima wa shule. Kwa hiyo wale wanafunzi ambao mmefeli sana mnaitwa pale mbele ya shule, mnachapwa fimbo 6. Kwa hiyo nilitwa pale katika wale ambao tulikuwa ni wajinga. Wanasema wale wajinga wa shule ni kuepo kwenye kundi, tukachapa fimbo 6 pale. So ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo niliendelea na shule, na mimi nililipa 20,000 ya muhula wa kwanza form 1 kuingia form 1. Sikuwahi kulipa ada tena mpaka namaliza form 4 kwa sababu sikuwa nayo. Kwa hiyo mimi wale wanafunzi ambao ni chronic kwa kurudishwa shule kwa sababu ya ada, ilikuwa ni maisha yangu. Kwa zile kalete mzazi kalete. Yaani mimi sijawahi kulipa school fees kuanzia nimelipa school fees ya 20,000 ile ambayo nililipa muhula wa kwanza form 1. Naam. Ndio maana siku ambayo mimi serikali ilipotangaza kwamba elimu bila malipo, watu wengi wanaanza kuelewa kile kitu, lakini mimi nilisema neno la Mungu kumshukuru kitu kama kile kutokea, kwa sababu naamini kuna kina Niki wengi sana ambao walipitia nani kama ya kwangu. Nakumbuka nikiwa form 4 kwa nafanya mtihani wa mock. Sasa mtihani wa mock walitangaza kwamba wale ambao hawajalipa ada wasiingie kufanya mtihani. Mimi na rafiki yangu sasa hivi naye ni mhasibu Gray, anaitwa Grayson. Akiona nimemtaja hapa sijui atachukuliaje. Lakini I know hata he won't mind. Mimi na yeye tunafanana. Wote kwa tujalipa school fees yote kuanzia ile ya kwanza. So Gray yeye is a smart guy. Akaniambia tutafanya mtihani. Akaniambia tutafanyaje? Akaniambia tulia. Kwa hiyo akatafuta risiti za nyuma. Kwa hiyo akaniambia wale pale mlangoni walimu wanaangalia risiti au angalia tarehe. Ndio. Kwa hiyo tukaingia. Na kumbuka kwa mtihani wa civics. Sasa nimemaliza kufanya ile multiple choice, namuona Gray kule anachapa fimbo. Anaonyesha kule darasani kwangu. Mimi nikajua hapa kimeharibika. Kwa hiyo alikamatwa. Kumbe wanafunzi wengine ambao hawakulipa walibaki. Sasa kumbe sisi tulikuwa tujua kwamba walimu wanatujua kama wanafunzi ambao ni
wadaiwa sugu. Wewe kasanga wale wadaiwa sugu wako wapi? Kwa hiyo tukatolewa kwenye mtihani ule wa nani wa mock wa civics na tulichapa fumbo 6, ni chapa fumbo 6 grade chapa fumbo 6. Kwa hiyo tukarudi nyumbani. Mimi nikamwambia bana Gray tusi give up. Kwa hiyo mimi nikaongea nikamshauri mamangu, tukarudi shule. Tukaenda kwa mkuu wa shule tukamconvince na nini. Akaturuhusu tuendelee na mitihani, lakini mtihani ule ukawa umeenda na maji. Ule mtihani wa civics ukawa umeenda na maji, lakini tukaendelea na mitihani mingine. Na moja interesting story wakati nasoma nakumbuka. Sasa Gray hapa itabidi wanisamee. Arusha sasa kuingia unatakiwa ununue tai na sweta. Nafikiri ilikuwa ni kama tai sio kwa 2000, sweta 7000. Sina hivyo vitu mimi. Kwa hiyo Gray akaniambia wewe usiwe na shida. Jumatano ni siku ya michezo. Sasa tutapata tai na sweta. Tukaenda Jumatano kwenye michezo, watu wakavua pale tukaiba. Gray akaiba sweta. Na actually alimuibia mwanafunzi, siwezi kumtaja jina, nilikuwa nasoma naye lakini ni Muhindi. Kwa mimi nakaa, yeye anakaa hapo, mimi nakaa nyuma yake. Kwa hiyo tukamwibia tai yake na sweta. Na mimi kesho nikaja nikavaa tai yake na sweta. Na nikamwona amekuja na tai nyingine na sweta nyingine. And it was my friend, alikuwa anakaa mbele yangu. Lakini ndio hivyo maisha yakaendelea. So hayo ndio maisha ambayo nilipitia, nikamaliza kidato cha 4. Nilimuomba Mungu sana wakati niko kidato cha 4 kwamba nitakapoenda kidato cha 5 nisipangiwe shule ya mbali. Yaani niko kwenye maombi yangu. Lakini tena ikaja kinyume, nikapangiwa Kigoma sekondari. Ni mwendo hasa. Ni mbali sana. Kwa hiyo mimi nakumbuka safari yangu ya kwanza form 5 naenda shule, nilipanda basi nikashuka sehemu moja kama inaitwa Tinde pale kama saa 2. Mimi nilikuwa na trunk langu na tiketi yangu ambayo ilikuwa inanifikisha pale, so sikuwa na cha kufanya. Kwa hiyo nilimtafuta mlinzi mmoja pale Tinde ambaye alikuwa analinda duka, kwa ikabidi nikakesha naye pale mpaka asubuhi. Alafu asubuhi pale nikapanda gari fanga kama Kiliku, kaenda Kahama. Fika Kahama, magari yanayotoka Kahama kwenda Kigoma yanakuwa yameondoka saa 11 asubuhi. Kwa hiyo gari lenyewe tena halipo, inabidi upande la kesho yake. Kwa hiyo ikabidi mimi nilale kwenye gari ambalo laenda Kigoma kesho yake. Si sahau mbwa ambao alining'ata kwenye ile gari. It was terrible. And then kesho yake inshallah nikaenda nikafika Kigoma. Maisha ya kweli Kigoma yalikuwa magumu. Si moja ya kitu ambacho sipendi kukumbuka ni Kigoma, yani nilikuwa, lakini anyway I made great friends. Ndio ni daraja langu la kwenda chuo kikuu. Hongera sana. Kwa hiyo ni sehemu ya maisha, na mimi ni Mkristo, naamini kwamba maisha ni suffering. Mchakato wa maisha ni mgumu. Inabidi usacrifice sana, uvumilie na ufanye maamuzi sahihi. Angalau usifanye maamuzi ambayo yatakumaliza. Nikahitimisha Kigoma pale, namshukuru Mwenyezi Mungu, afu nikajiunga na chuo kikuu Dar es Salaam. Kule ada ulilipa, maana huku ni muhula mmoja. Sasa Kigoma namshukuru mamangu mkubwa. Ndio. Alinisaidia. Ada ilikuwa ni 70,000 kwa mwaka. Kutokana wakati mwingine na mazingira ambayo yanakuwa si rafiki kwa wanafunzi, huwa ufaulu unatetereka. Vipi kwa upande wako, nafasi zako za ufaulu, pengine mazingira hayakuchangia moja kwa moja kuathiri? Naweza nikasema primary. Ndio. So mimi nikirecall mimi primary la kwanza mpaka la pili mpaka la 3 nilikuwa tu mwanafunzi ambaye nilikuwa naweza kuingia top 3. Lakini kulingana na ugumu wa maisha, kwanza la 4 nilikuwa mwanafunzi mtoro sana. Yaani kwa sababu uko unalala ujala, ukifika shule umechelewa, fimbo nyingi na nini. Kwa hiyo ni shule ilikuwa ni kitu ambacho sikipendi. Kwa sababu mambo sipendi. I wish niache. Nimekuwa primary actually my dream ilikuwa ni kuacha shule. Kwa sababu ilikuwa hard. Kwa hiyo maisha, ugumu wa maisha ya nyumbani na nini na viboko vya shule vilichangia hapo, nafikiri mimi ku drop academically kwa upande wa primary. Lakini nilipopata nafasi ya kuingia sekondari, hata siku ile ambapo nilichapa fumbo 5 pale mbele ya shule, mimi kwenye kichwa changu nilisema mimi lazima nifaulu, kwa sababu nilishajua kwamba hichi ndio kitu pekee. Nilisema kwamba mimi sitaki kurudi kwa mtaani. Kwa hiyo nataka hii iwe ticket ya kwenda popote pale ambapo naweza kwenda.
utamaduni wako ni kuuliza why, ni miongoni mwa shairi ambao umewahi kuimba. Sasa kutoka kwenye mpira tunaona ukaingia kwenye muziki baada ya shule. Kama kutakuwa kuna jambo lingine ulilifanya ambalo hatulifahamu utatueleza. Nilipofika form 1 nikaanza kudevelop interest na rap, kwa sababu pia kaka yangu tayari alikuwa anapenda hayo mambo. Kwa hiyo na mimi nikajikuta nipo kwenye mazingira nikapenda. So kwanza form 2 nilikuwa tayari nipo kwenye mambo ya kurap, kuandika mashairi. Kwenda kushindana kwenye maconcert huko. Sijui nilipata kama ufunuo fulani kwamba ni mpira au tasitaweza kufika mahali na mpira. Sawa. Kwa hiyo nikaanza kuachana na mpira taratibu. Tuje kwenye safari ya muziki sasa. Kwako wewe muziki ilikuwa ndio kazi tuseme rasmi, maana muziki pia ni sehemu ya ajira na vitu kama hivyo. Muziki sasa nilikuwa ni kitu nakipenda. Sawa. Kwa hiyo nilikuwa na rap, nilikuwa form 1, form 2, form 3, form 5, form 6, chuo kikuu. Lakini sikuwahi kuplan kufanya muziki kama career. It was something nilikuwa nakipenda. Na watu walikuwa wanaona kwamba niko vizuri. So mimi hata kuingia kwangu kwenye muziki nilikuwa nafikiri story nimeshaeleza sana. Nilikuwa nipo chuo, nataka kwenda hostel Mabibo, Jua Makini kakaangu alikuwa yuko around Mwenge maeneo kachapa kazi kwa adili. Kwa hiyo nikaenda kumchukua. Yeye alikuwa anaenda studio za Kamakawa. Kwa hiyo mimi kwa sababu Kamakawa ni karibu na Mabibo, akawa amenipa lift. Sasa akasema tupitie studio. Kwa hiyo fika pale studio tukakuta beats la Narili liko pale la pigwa. Kwa hiyo wakati Joe anaandaa mashairi yake pale, mimi nikaingia kule booth. Mic ilikuwa iko on. Kwa hiyo nikaingia kule nikaanza kurap. So watu wakawa wananisikiliza. Kwa hiyo nilipotoka nikakuta watu wote wameshangaa. Wakasema bwana inabidi ufanye kitu kwenye nyimbo. So actually nikaambia basi achana na hiyo, nilikuwa na mistari mingine. So ile wimbo wa niaje ni vipi, mimi nilipiga one take. Nimepita nyingi shida, nimezaliwa Uswahilini, usinitishie kuvuta wida. Wanajua machizi mpaka sehemu ya chorus ilikuwa ni mistari yangu. Hata baadhi ya mistari kwenye verse ya Jua Makini kwa kwangu. Kwa wimbo ukatoka ukablow up, ukahit. Kwa kutoka pale ndio sasa. Ndio kutoka pale sasa nikajikuta automatically nipo kwenye muziki. So mimi kwanza nimemaliza chuo, sijafanya kitu kingine kwa nifanya muziki. Maisha yangu yote nilikuwa nimeendesha kupitia muziki vizuri tu mpaka nilipokuja kuteuliwa na Mheshimiwa Rais kuja kufanya kazi ya kutumikia wananchi. Kutoka sasa kwenye muziki tunakutambua kama Nick wa Pili almaruf. Sasa tunakuja safari ya uongozi ambayo ndo hadi leo imetukutanisha hapa, na tunaamini huko baadaye pengine hatutakuja tena kukuhoji ukiwa haupo hapa, lakini utakuwa mahali pengine wewe utatuambia unapopataraji na unapotamani kwenda. Mara ya kwanza wakati unaambiwa kwamba umeteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kisarawe, nafikiri kama sijakosea, kwako ilikuwa ni sehemu ya ulichokitaraji au uliandaliwa? Unaweza kuzungumzia vipi hilo? Ilikuwa ni matokeo ya trajectory ya maisha yangu. Nilikuwa kwenye muziki, lakini nilikuwa nimejihusisha sana na vitu vingi vya kimaendeleo, na kuna program kama Fursa mnaijua. Ndio. Nimefanya karibuni 4 years. Nimefanya kampeni kama Kipepeo na Yaminia Tanzania. Nilikuwa nikialikwa sehemu nyingi kuzungumza kwenye vyuo, kwenye taasisi, kwenye makongamano. Kwa hiyo nafikiri combination kama hizo zote kwa pamoja ndio zikatengeneza hilo zao la mimi kuwepo hapa. Uongozi bora ni upi? Uongozi bora ni swali pana. Kwa lugha rahisi naweza ngasema uongozi bora ni kusababisha matokeo yatokee. Kwa hiyo mimi naweza kwa lugha rahisi ni matokeo yatokea, na kusababisha jamii kapiga hatua moja kutoka pale kuwepo kwenda ambayo inatakiwa kwenda. Tuzungumzie kwa upande wako mkuu, ukiwa kama katika nafasi zako za ukuu wa wilaya, tukianzia Kisarawe na hapa ambapo umefika Kibaha. Kwa tafsiri hiyo ya uongozi ambapo ni kusababisha matokeo na pengine tunasema kuhakikisha kwamba jamii inatoka mahali moja kwenda mahali kwingine. Kwako wewe ulipokuwa Kisarawe, unahisi au unadhani uliweza kukamilisha maana sahihi ya tafsiri hiyo ya uongozi? Sasa kwa sababu za kistaarabu nichukue kuelezea hapa. Sababu Kisarawe tayari kuna kiongozi wake na viongozi wake. Ningependa zaidi kuzungumzia Kibaha kwa haraka. Hapa Kibaha nilipokuja na sasa hivi kwenye upande wa
kuna kazi za serikali, labda nieleze zile kazi ambazo ni matokeo kabisa ya nguvu zetu mimi na timu yangu hapa. Mapato ya halmashauri kwa mfano wakati tulikuwa tunakusanya karibu ni bilioni 6. Sasa hivi tunakusanya 12 bilioni 12. Na kuna kwa matokeo hayo sasa kuna vitu vingi tumefanya. Kwa mfano tumejenga shule 3 za English medium. Tunajenga parking kubwa ya halmashauri pale ambapo tumewekeza 1.5B tayari, lakini tunaendelea, ambayo yote ni miradi ya kiserikali. Lakini tumefanya kulingana na mapato ya ndani. Yaani tumeongeza ukusanyaji wa mapato. Hayo ni matokeo ambayo sisi tumefanya huko chini. Hapo tunajaribu kutenganisha miradi ambayo inatoka serikali kuu na miradi ambayo moja kwa moja unaweza kupima performance ya hawa watu. So kwa kupitia mapato yetu ya ndani kuna mambo mengi ambayo tumefanikiwa kufanya. Namba moja, tumejenga zaidi ya shule 3. Sasa tumejenga shule ya Sofu ukienda ya mapato ya ndani, tumejenga shule ya Mtakuja, hapa tuna shule ya Mkoani, yote imetokana na mapato ya ndani. Tumejenga kituo cha afya Kongowe ambacho kinahudumia karibu watu 30,000. Tumemalizia kituo cha afya Pangani. Pangani ni kati na watu karibu 20,000. Tumetengeneza kituo cha afya Tangini. Tumemaliza kabisa tatizo la madawati shuleni. Tumepata karibu madawati, kama mwaka jana tumenunua madawati 4,000 kupitia mapato ya ndani. Tumeweza kupeleka karibu milioni 10 kwenye kila mtaa kwa ajili ya kufanya improvement ya barabara. Tunajenga soko la wamachinga milioni 600 kwa mapato yetu sisi ya ndani. Tunajenga vituo business center 5 kwenye kata 5 kwa kupitia mapato ya ndani. Tumemaliza kabisa madeni na walimu ya likizo na nini kupitia mapato ya ndani. Tumemaliza migogoro ya ardhi mikubwa ambayo ilikuwa iko hapa. Kwa hiyo 50% sasa hivi ya mapato yetu yanatokana na makusanyo ya service levy. Kwa hiyo kuna performance nyingi tu ambazo ukiziangalia kwa haraka unaweza kuziona. Ni teamwork, sio kazi yangu. Umeweza kuletana maisha. Yes, mimi mkurugenzi, dasi na timu yote kwa pamoja. Ukijitazama sasa kama Nixon, ni wapi ambapo ukifikiria mustakabali wa mbele unaona pengine siku moja natamani kufika hapa? Mimi ndoto yangu nishasema nataka kuja kuwa rais. Na iwe heri. Amina. Endapo ungepata nafasi ya kuwa rais au utakapokuja kuwa rais, ni lipi ambalo unaliona ni tatizo kubwa Afrika unatamani uje uliondoe, na pengine ni Afrika ipi unaitamani, na pia pengine kwa case study ya Tanzania utakapokuja kuwa rais au ungekuwa rais, lipi ambalo ungetamani siku moja liwe ndoto kwako wewe? Afrika kama Waafrika lazima tu appreciate kwa hatua ambayo tumepiga. Unajua watu wengi wanapenda kuzungumza miaka 61 ya uhuru. Lakini wanasahau sisi tulikuwa huru kwa maelfu ya miaka. Ukoloni mkutano wa Berlin 1884. Tena kutoka pale tukatawaliwa. Lakini tumekuwa kwa miaka mingi, kwa maelfu ya miaka. Kwa lazima tu appreciate kwamba kwa miaka hii 61 kwanza kama Tanzania tumepiga hatua kwenye vitu vingi sana. Kama utarewind back kuona huko tulipotoka. Labda niseme kwa lugha rahisi. Ukisafiri nchi mbalimbali unaweza kuona vitu vingi, magorofa na nini. Lakini ukienda Posta magorofa yako, ukienda Nairobi kuna magorofa na kadhalika. Kitu pekee ambacho kinatofautia jamii nyingine na jamii nyingine ni utamaduni. Na utamaduni ndio utaweza kutransform vitu vingine vyote. Yaani ukizungumza Azam TV sio hizi kamera. Ni culture ambayo iko Azam. Ni attitude ambayo iko Azam. Ni mitazamo ambayo iko Azam. Ndio inafanya Azam inasema okay, sisi ni television inaangalia, tunachukua soko la aina hii, tunatoa kipaumbele kwa content na rise na aina hizi. Kwa hiyo sisi kitu kikubwa ambacho eneo kubwa ambalo tunataka kufanya kazi, tunataka kufanya kazi kwenye kubadilisha utamaduni. Labda nitoe mfano. Kisarawe au hapa. Serikali inafanya kazi, inajenga shule. Lakini tunaingia kwenda kuambia watu wapeleke watoto shuleni. Umeelewa? Mimi nilipokuwa Kisarawe nilifanya utafiti. Tulifanya utafiti shirikiana na afisa elimu. Tulitafiti karibu wanafunzi 4,000. Tuligundua mambo yafuatayo. Kwanza, familia zinunue kabisa kitabu kwa ajili ya kumsupport mwanafunzi. Namba 2, nyumbani hakuna ratiba ya mtoto hata ya kujisomea. Namba 3, wazazi hawafuatilii kabisa. Hawafuatilii kabisa mambo ya mtoto, yani kujua mtoto yuko wapi, ni asilimia ndogo sana wanafuatilia. Namba 4 nichukue utafiti walifanya watu wanaitwa Twaweza. Waligundua kwamba na wenyewe waliona kitu ambacho tukiona asilimia karibu 90 ya Tanzania, nyumba za Tanzania zilikuwa zina kitabu kimoja cha dini, aidha ni wa Kristo
ama Waislamu. Kwa hiyo kule ambapo tunataka kwenda na kule ambapo serikali inataka tuende, hatutaweza kwenda kama tutatengeneza utamaduni ambao unatupeleka kule. Kwa hiyo tunahitaji kutengeneza utamaduni. Ukisema leo unazungumzia maendeleo ya Japan, kama hujaelewa samurai culture ambayo ilitawala Japan kwa miaka 700, huwezi kuelewa maendeleo ya Japan. Kama unaongelea maendeleo ya Western Europe, usipoelewa utamaduni wao kuanzia wakati wa Ugiriki, Ukristo, makanisa na kadhalika, hauwezi kuweza kuelezea maendeleo yao. Kwa hiyo tuna kazi ya kubadilisha utamaduni. Utamaduni kuanzia namna tunavyoona mambo, namna watoto wangapi tunazaa, vipaumbele kwenye familia ni vipi. Mimi ni mkuu wa wilaya, 90% ya issues ambazo zinakuja kwenye ofisi yangu ni shida kwenye familia. Ameacha watoto, amekimbia na mtoto, baba ameongeza watoto wengine, kipato kidogo imeleta shida, huyu ameingia kwenye ulevi. Idadi ya watoto ni kubwa kuliko idadi ya kipato ambacho kipo nyumbani. Kuna violence hapo. Kwa hiyo kupiga hatua, ni lazima tutengeneze utamaduni ambao utatuzalisha kupiga hatua. Kwa mfano, jamii nyingi ziliweza kuindustrialize baada ya kuwa na watoto wawili kwenye ngazi ya familia. Yaani ukistudy China, ukistudy Korea, ukistudy Uingereza, ukistudy Russia na kadhalika, waligundua kwamba ukipunguza mzigo, kwa mfano, ni maendeleo na vitu vingi, hicho ni kitu kimoja hapo. Waligundua kwamba ukipunguza mzigo wa watoto kwenye level ya familia, unaweza kuongeza riba au saving. Ukiongeza saving, ukiongeza akiba na watu wakiweka akiba kwenye mfumo wa kifedha, riba inashuka. Riba ikishuka, serikali na watu wanaweza kukopa ndani na ikafanya mambo makubwa. Kwa mfano, unataka kufanya miradi ya kutengeneza mabarabara, maumeme na nini. Kukopa ni moja wapo ya practice za serikali zote duniani. Kwa hiyo ukipata mkopo wa bei nafuu, inakuwa nafuu. Hata ukisikiza ule mjadala wa watu wanasema wafanya biashara wa China na sisi nasema wenzetu kule kwa wanakopa kwa riba ya 4%. Huko tunakopa kwa riba ya asilimia ngapi? 15, 16. Ni kwa sababu kule akiba ni kubwa. So nikupata mfano kwamba moja hapo ya njia kuongeza akiba ni kupunguza idadi ya watoto katika ngazi ya familia. Kwa hiyo tuna kazi ya kubadilisha tamaduni zetu. Tukiwa tunamalizia kabisa, katika nafasi ulionayo, wapo wanaokutazama kutoka ulikotoka, kulala bila bati, lakini kutokulipa ada hadi ulipofika hapo. Kuna watu wanatamani kuwa kama wewe, mheshimiwa. Una neno gani kwao wanaotamani kufika hapo ulipo, lakini pia kwa jamii kwa ujumla? Ni lipi ambalo unala kuiambia jamii? Wachukue mifano ya story ambazo watu wote wanazijua kwenye jamii. Kwenye Biblia, chukua mfano wa mtu anaitwa Abel. Alikuwa Mungu anapenda sadaka zake kwa sababu alikuwa anajitoa, ni mwaminifu na kadhalika. Chukua mfano wa Nuhu, alijiandaa. Kwa hiyo gharika lilivyokuja, yeye alikuwa ameshatengeneza safina. Chukua mfano wa Musa, alikuwa muumini wa amri 10 za Mungu. Kwamba bana, usiue, usizini, usinini. Ukitembea kwenye hizo amri utaweza kufanikiwa. Chukua mfano wa Yesu Kristo, anasema samehe, wapende wengine, sacrifice maisha yako kwa kile kitu ambacho unaamini ni kikubwa. Kwa hiyo kama wewe ni muumini wa Kiislamu au Kikristo, mifano iko mizuri sana. Ile mifano ukiweka kwenye maisha yetu ya kawaida, ndio vitu vile ambavyo mimi nilifanya. Nilijitoa, nikakaa shuleni, nilijiepusha kufanya vitu ambavyo vingeweza kuniharibia, labda kuingia kwenye mapombe, uvutaji wa bangi na kadhalika. Mimi toka nimezaliwa mpaka leo sijawahi kutumia kilevi cha aina yoyote. Nilikubali kwamba ni sehemu ya maisha kukanyaga miba. Kuna siku utakuja kwa watu viatu. Kwa hiyo matatizo ni sehemu ya maisha. Hiyo mifano michache nilioitoa, kama wakiweza kuiangalia, ndio hiyo maisha yetu yanahitaji mambo kama yale. Na ukawa na subra. Usitaki kitu ambacho hakipo, ni mdada au mkaka. Kuwa na subra.
Sisi tumefundishwa kwamba haba na haba inajaza kibaba. Ndio hivyo hivyo. Asante sana. Nakushukuru sana. Imekuwa ni wakati mwema kuzungumza naye siku hii ya leo. Thank you so much. Mtazamaji wa Hello Weekend, ni mkuu wa wilaya ya Kibaha Nixon Simon almaarufu Nicky wa pili. Tulikuwa naye leo hapa. Yako mengi ambayo amezungumza, lakini matatizo ni sehemu ya maisha. Ni Angela Mondi jina langu, na ninakutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Shukran sana Angela kwa kutupitisha katika simulizi hii ambayo tumepata nafasi ya kuitazama kwa pamoja, simulizi ya Nixon Simon, Nicky wa pili, mkuu wa wilaya ya Kibaha. Kama tulivyokujuza awali, tutajadili sisi pamoja na wewe. Nambari yako ni 0763809770. Kwa njia ya WhatsApp unapata nafasi ya kututumia ujumbe au kutupigia simu, na hapa studio tayari tunaye Rodrick Dabe, mshauri mwelekezo wa stadi za maisha, ambaye tutajadili naye hili kwa wakati mwingine. Karibu tena. Asante sana. Ni simulizi ambayo kuna muda imetufanya tusikitike, kuna muda tumesema na kuna muda tumecheka sana. Tumecheka, tumefurahi. Na mimi kupitia hii simulizi kuna maswali matatu ambayo nilikuwa najiuliza, lakini nimepata majibu yake. Na nitakushirikisha wewe ambaye tuko pamoja. Ukiniuliza kwamba niambie kijana ambaye amekulia Arusha, amezaliwa Arusha na hatumii kilevi chochote na hakuwahi kutumia kilevi chochote, nitakwambia ninayemjua ni Nixon Simon. Nicky wa pili. Uniambia kijana wa Arusha ambaye amekuwa mlo mmoja, ada amelipa mara moja wakati akiwa olevo na akaweza kutoboa kwenda advance, takwambia Nixon Simon. Lakini kijana wa Arusha ambaye ni mkuu wa wilaya kwenye wilaya ambazo zipo hapa nchini mwetu, takwambia Nixon Simon. Hayo ndo maswali ambayo majibu yake ninayo hata ukiniamsha usiku wa manane. Karibu sana. Haya, Rodrick, kwa neno moja kwa ujumla kabla tujaanza kuangalia kwenye vipengele, ungependa kuzungumza nini juu ya safari na simulizi hii ambayo tumeisikia? Nicky amedhihirisha kwamba mazingira ni kila kitu. Ndio. Kama tulivyosoma shule kwamba environment is everything that surrounds us. Kila kitu ambacho ya kuponea wana. Kwa hiyo umeona mazingira yake yote yaliyomzunguka kuanzia akiwa yuko kwa wazazi, amejitegemea, yani mazingira. Sasa tutakuja kuangalia kwamba mazingira hayo yanaweza yakatengeneza mtu ambaye ni productive au mtu ambaye sio productive kwa jamii. Mtu ambaye hawajibiki au mwingine. Yani mazingira hayo ambayo Nicky amekulia. Hayo utakuja ukakuta mwingine ni opposite kabisa ya Nicky wa pili. Yani yeye ameharibika, anavuta bangi, lakini amekulia kwenye mazingira. Kwa sababu mazingira ya Nicky ya utotoni yanatosha kabisa mtu kujitetea kwamba mimi nimekuwa mvuta bangi, nimeenda jela, nimepoteza kila kitu, sina thamani. Kwa sababu gani? Anakueleza maisha kama haya Nicky, unasema kweli bwana, ulikuwa una haki ya kutofika popote. Lakini sasa kama bora kwa Nicky kabisa. Tuendelee. Kwa hiyo kuna story moja sijui kama mmewahi kukutana nayo. Kuna baba mlevi, alikuwa mlevi sana. Sasa alivyofariki, mtoto mmoja akawa mlevi kweli kweli, lakini mtoto mwingine akawa hagusi pombe kabisa kama Nicky alivyofanya. Kwa hiyo yule wa pili alivyoulizwa kwa nini hauvuti bangi au unywi pombe kama baba alivyokuwa anafanya, anasema nilijifunza kwa baba kwamba mateso aliyokuwa anapitia, familia inapitia mateso, kwa sababu yake nikasema sito kunywa tena pombe. Lakini na yule mwingine ambaye aliulizwa ulijifunza wapi, anasema kwa baba. Mkenya mmoja anasema nililevi. Ndio, na tuangalia hapa moja kwa moja. Mazingira yanakuandaa vipi kutimiza ndoto? Kwa sababu tunaona sasa mazingira mbona yanatupa mkanganyiko. Mazingira ambayo watu walikuwa na uhalali wa kulalamika ndo wanashine. Lakini wengine wako katika mazingira ambayo ya kushine wanalalamika. Mazingira cha kwanza yanatengeneza mtazamo. Kama tumeangalia Nicky alichosema mwishoni pale, Angela amemuuliza kwamba kitu gani ambacho ungebadilisha kwa Afrika. Nicky amegusia kwenye swala la culture. Utamaduni. Culture inatokana na mitazamo ya watu, mindset za watu. Kwa hiyo watu wakikaa sehemu ambapo ni kulalamika, ni kunyosha vidole, ni visingizio, maana yake wamejenga hiyo culture.
wakikaa sehemu ambapo wamejenga culture ya kuto kutengeneza vitu bora, inatokana na mtazamo. Kwa hiyo kikubwa sana ambacho mazingira yoyote uliopo, ujue kabisa kwamba ukikaa kwenye mazingira fulani yatakutengenezea mtazamo fulani. Jana nilikuwa kwenye mkoa mmoja na wakati mkuu wa mkoa anaongea akasema kwamba najua kabisa kwamba vijana wa mkoa huu watu wanajua kwamba nyie ni wavivu. Unaona? Nikagundua kwamba na wao wanajua kwamba katika yale mazingira yamewatengeneza kuwa hivi. Nasema kwa sababu gani? Mimi nimetoa fursa, lakini mpaka leo hii watu hawajaja kuchukua zile fursa. Kwa hiyo kuna kitu kinatakiwa kifanyike kwenye ule mkoa kubadilisha mtazamo. Lakini pia mazingira yanatupatia watu. Kama tulivyosema ni everything that's around us, na tunakuwa na watu kuanzia tuko watoto kwenye utotoni, tukija kujitegemea tupo na watu. Sasa hapo ndo najiuliza kwamba niko na watu wa aina gani? Wananishauri nini? Tumeangalia mfano wa Nick na rafiki yake. Alikuwa na muinfluence. Sasa of course vingine walikuwa nafanya havifai, lakini ndo ilikuwa mchakato wa kumpeleka sehemu. Kwa hiyo unaweza ukakuta Nick angekuwa na rafiki ambaye anavuta bangi, angempeleka kwenye bangi. Na ndio maana kwenye mahusiano yoyote au uhusiano wote wanasema kuna dominant partner. Hata kwenye ndoa kuna dominant partner, anaweza akawa mme au mke, boyfriend au girlfriend, au mkiwa marafiki kuna yule ambaye atakuongoza kufanya kitu na huwezi kujiuliza nisifanye, kwa sababu yeye anakuzidi labda akili, anakuzidi maarifa, au wewe unamheshimu sana, ule urafiki utaki upotee. Kwa hiyo akikwambia kitu lazima tu utafanya. Kwa hiyo omba sana upate mtu ambaye atakupeleka sehemu ambayo ni sahihi. Kumbe kwenye uswahiba kuna mtu ana kura ya turufu veto. Yes. Na unakuwa ujui. Anakushikia akili. Ndio. Sawa, tuangalie safari yake sasa ya elimu. Tunazungumzia shule ya msingi. Kuna kipindi hakutamani tena kuendelea na shule, lakini alipofika sekondari, alivyochapwa zile fimbo mbele ya wenzake, fimbo 5 zilimfanya ajue kwamba kumbe kwenye maisha natakiwa kutoboa. Hili linatoa funzo gani? Funzo la kwanza, watoto wakiwa wadogo, kuna vitu wanakuwa hawaelewi kwa nini vinafanyika kwenye maisha yao. Na ndio maana watoto wadogo hawatofautishi kati ya respect na discipline, au nidhamu na uoga na Kwa hiyo wakati akiwa mdogo lazima umtengenezee uoga, kuna vitu fulani hawezi kuvifanya. Akisha kuwa ndo anaelewa kwamba sasa natakiwa niwe na nidhamu hii. So mwanzoni inawezekana Nick alikuwa haelewi, lakini alifika level fulani akagundua kwamba bila elimu hapa sitoboi. Ndio maana alivyofika sekondari akasema sasa hii ndo tiketi yangu pekee ya mimi kutoboa kwenye maisha. Kwa hiyo hata wengine wanaweza wakawa hawajajitambua. Hata kwenye maisha kuna watu wanafika umri wa miaka 30 hawajatambua kabisa kwamba hiki ni kitu ambacho anatakiwa akifanye kiweze kumsaidia kutoboa. Kuna wanafunzi ambao wanapelekwa shule mpaka chuo, anaona kama vile ni kwa ajili ya wazazi. Haoni kwamba ni kwa ajili yake. Yes. Kwa sababu ukimtafakari Niki, shule ya msingi ana ndoto ya kuacha shule. Lakini yani shule ya msingi na sekondari unajua sio ni tofauti tu ya miaka 2-3 hapa ndio umeshaingia sekondari. Lakini anaingia sekondari anaona elimu ni mkombozi, ama elimu itanipeleka kule kote ambako pengine bila elimu sitofika. Ambavyo tunamuona akiwa mkuu wa wilaya ni kwa sababu ya elimu. Tuna vijana wengi ambao wanatokea katika mazingira kama hayo ambayo Niki kayasema. Yani hapa kinatokea nini ili aweze kuona kwamba sasa ninapaswa kujitambua ama ninapaswa kuwa hivi? Yani kitu gani kinatokea hapo kati? Au mtoto anaweza kufanya nini? Kuna vitu vitatu. Cha kwanza ni ndoto. Na Niki alivyoanza kupata hizo ndoto, hiyo ilimsukuma sana kwanza kujua kwamba bila elimu itanisaidia siwezi kutoboa. Lakini cha pili, maumivu. Niki inawezekana alifika wakati akaona haya maumivu ya kutokulipa ada na nini, nisingependa
mtu mwingine ayapitie. Ndio maana unasikia anasema kuna Nick wengine, najua Nick wengine ambao walikuwa wanapitia changamoto kama. Kwa hiyo ile pain ile ilimfanya sasa awe mtu wa tofauti. Lakini kuna wengine wao ni pleasure, kitu gani ambacho anakitaka cha kumfurahisha kwenye maisha, ndoto zake, anunue gari, afanye nini. Kwa hiyo hiyo inaweza kumfanya aanze kukimbizana na ndoto zake. Lakini kichocheo kikubwa ni maumivu. Pale ambapo unaona kabisa kwamba mimi siwezi kulipa ada, manake kuna wengine wadogo zangu hawezi kulipa ada, kwenye jamii kuna wengine, na unaona mimi Nick nilikuwa namfuatilia sana hata akiwa mkuu wa wilaya Kisarawe. Kuna programs ambazo alikuwa anafanya, lakini unaona kabisa kwamba hataki mwingine apitie changamoto ambazo yeye alizipitia. Sasa anasema kwenye mazingira, yani hakuwahi fikiria kwamba mimi nitakuja kuwa kiongozi. Unajua kuna baadhi ya watu tunafahamu shuleni primary mtu anagombea, sekondari unagombea level, lakini japo sasa kwenye kila kazi, kwenye kila kundi akijikuta anakuta yani kuna namna anasema anahisi kama mazingira yalimtambua kabla yeye kujitambua. Tunaangalia hapa ni swala la uongozi, lakini hapo masuala mengi ambayo mtu anakuwa kumbe ndicho ambacho yupo vizuri katika eneo hilo ndio alichoandaliwa. Mtu anawezaje kutambua hili na akajiandaa vizuri kwamba unajua kuna baadhi ya maisha ukiishi unaweza asiwe kiongozi. Kuna baadhi ya maisha angeishi asingeweza kuwa kiongozi. Anawezaje kujiandaa hapa kwa kuangalia kile, mbona ikifika sehemu ya kuchekesha anapewa karungi kila siku. Kumbe huenda kumbe niko hapa cheka tu. Yaani mbona ikifika sehemu ya umhasibu tu anapewa huyu kila siku. Kumbe huenda wewe ungekuja kuwa mfanyabiashara mzuri. Hujajitambua. Ila ikifika tu kwenye uhasibu, kwenye kikao, atasimamia fedha mtu fulani. Tueleze hili. Hizi kitu nimekiona pia kwa Nick wa pili, passion. Na hata vitabu vya dini vinasema kwamba kipawa chako kitakuweka mbele ya wakuu. So that means Nick chochote alichokuwa nakifanya kuanzia kwenye muziki, ameenda studio, kaingia kule, kaanza kuachia mistari. Maana yake passion yako imeunganika na kipaji chako. Kile kitu ambacho unakipenda kifanye mpaka kikutambulishe kwa watu wengine, kwa sababu kitu unachokipenda hata usipolipwa. Alivyoenda studio pale hakutegemea kwamba nitatoa wimbo au, yani alienda tu akaanza kuimba. Kwa hiyo passion yako imeunganika na kipaji chako. Utakapoanza kukifanya vizuri, basi sasa watu wengine wataanza kukuona, na mara nyingi ukifanya kitu vizuri watu wanaamini kwamba hata tukikutoa kwenye muziki tukakupeleka kwenye siasa utafanya vizuri. Na inawezekana hivyo. Tumemwona Nick wa pili, tumemwona Mwana FA. Kwa hiyo mtu ambaye anafanya kitu vizuri sehemu fulani ni rahisi sana kwenda kufanya kitu kizuri sehemu nyingine. Sasa na hivi vitu ambavyo watu wanakuwa wanaviona wewe haujaviona, unawezaje sasa kuvitumia vyema? Hapo ndo umuhimu sasa wa mentors, walezi, marafiki sahihi, mazingira ya kujifunza, kwamba wewe una vitu gani ambavyo unavisoma, vitu gani unavisikiliza, mazingira gani ambayo unaenda kwa ajili ya kujiendeleza, watu gani ambao wanakupa ushauri. Nick hajaongelea vitu vya namna hiyo, lakini nina uhakika nyuma yake kuna walezi, kuna mentors, kuna advisors, kuna watu ambao wanamshauri fanya hiki, fanya hiki. Kwa sababu bila hivyo utajikuta kwamba utakosea sana. Kwa hiyo walezi wanakusaidia kukuongoza, kwa sababu wao tayari wanajua hiyo njia, wamewahi kufanya hivyo vitu, wao wanakuongoza na kukuambia kwamba uko vizuri eneo hili. Na hapa yeye mwenyewe kama mkuu wa wilaya au kiongozi, bado kuna watu ambao wanamuongoza. Sio kwamba kila kitu anafanya kwa akili yake. Kuna wengine ambao wanamuongoza na ndio maana anafanya vizuri. Na utueleze hapa nafasi ya wazazi, kwa sababu wakati mwingine haya mambo yanakuwa yapo tu katika maisha yetu. Nafasi ya wazazi ambao wapo katika hali duni, hali ya umaskini, katika kuwalea watoto iko wapi? Kwa sababu tunafahamu wanakuwa wanapitia hali fulani, pengine hata confidence inapotea. Mtoto sasa, kama hatujala chakula tunakula, wewe baba unaniambia nini? Kwa sababu kama hatuwezi kula, baba confidence naye inaweza ikashuka. Sasa katika hali kama hiyo, anawezaje kulea watoto ili waweze kusimama baadaye
au wasiwe kama yeye anachokipitia, waweje kuwa na maisha bora na hapo baadaye. So tunaona Nick licha ya maisha aliyopitia, mtu anasafiri kilomita zaidi ya 1000 kutoka Arusha kwenda Kigoma, hapa njiani yupo yeye, anafika Kahama, hakuna mtu anayemjua, lakini anajua siwezi kulala kwenye mtaro, ngoja nikalale kwa mlinzi. Kwa hiyo tayari anauelewa, nalala kwenye security tena silipi. Anajua pengine naweza nikachelewa, sina wa kuniamsha, nalala kwenye basi. Kwa hiyo tunaona mazingira aliyopitia kuna kitu yanamjengea kwenye kichwa chake. Katika mazingira kama hayo, wazazi maskini ambao wapo katika hali duni wanawaleaje watoto? Ya wazazi kwa sababu wewe huna fedha. Kitu cha kwanza ambacho unaweza ukakiwekeza kwa mtoto wako kwanza ni ujasiri na kumwaminisha kwamba yeye atafanikiwa, yeye anaweza. Usimvunje moyo kwa sababu atakapoondoka kwenye mazingira yako, atakapoanza kujitegemea, wewe hautokuwepo. Na ndio maana Nick ameondoka nyumbani, amekutana na watu wengine tofauti kabisa. Na huu ujumbe uende kwa wazazi, wasianze kusingizia kwa mimi sina fedha, mimi ni maskini. Unaweza ukampa kitu zaidi ya pesa. Muaminishe kwamba yeye anaweza kufanikiwa, yeye ana uwezo mkubwa, na hakikisha kwamba unamwambia kwamba dunia ni salama. Umfundishe namna ya kuishi na watu. Nick angekuwa na ujeuri asingeweza kwenda kukaa kwa mlinzi au kukaa na watu wengine. Kwa hiyo wazazi waangalie hiki kitu. Wasianze kusingizia kwamba mimi sina hela, mimi familia yetu ya kimaskini. Mtengenezee mazingira kwamba hata akitoka nyumbani kwangu. Na ndio maana hapa tunaangalia mzazi, usimlee mtoto kama mayai. Kwa sababu hawezi kukaa kwako milele na milele, ataenda kukaa kwa watu wengine. Mara nyingi kwenye semina zangu na wauliza watu kwamba je, ungekuwa tayari mtoto wako aolewe au aowe mtu ambaye ana tabia kama za kwako? Na wengi sana wanashtuka pale. Kwa hiyo muandae mtoto aweze kujitegemea hata bila wewe kuwe. Asante. Na muda wetu umetutupa mkono, tunabakiza dakika 3 tu hapa. Na hapo ulipozungumza namna ya kumwandaa mtoto na kitu alichokifanya Nick safarini, unakumbuka kuna watu ilipokuwa chuo waliletwa na wazazi, hapo ndo unachoka. Wakati mtu kilomita 1000 yuko mwenyewe. Na pengine alikuwa na hela ya kula njiani. Hadi anakisha umepata chumba. Upo hall 3 hapana, mpaka kitanda unacholala ni. Unajua ile Tinde pale aliposhushwa ni njia panda pale. Kusogea Kahama pia kuna kilomita kadhaa. Yaani kuna hesabu zinapigwa pale. Kama mtoto ni mayai, ashaibiwa truck, ashaibiwa lakini chalia chuga, ivuti bange, ijalewa, iko na truck lake. Na limefika Kigoma. Unajua zile njia ya Kigoma, miaka aliyosoma Nick. Yaani ile njia ilikuwa ni mbovu. Yaani kuna gari ukilikosa tu asubuhi, unaondoka kesho. Trust me. Hello weekend, mazingira ya kutimiza ndoto hayaji bila maandalizi, ila muda mwingine kufanikiwa ni bahati tu. Jamani, ukifanikiwa mshukuru Mungu. Anaitwa Hamisi mpiga picha wa Ndanda. Hassan Abdalla Hassani wa mjini Moshi Tanzania anasema nampongeza sana Nick wa Pili kwa alikotokea, kutoka kuwa mwanamuziki hadi kuwa kiongozi. Kweli kuna mambo ya kujifunza. Asante. Twalibu Muhammad kutoka Zanzibar anasema nampongeza sana mkuu wa wilaya jamani kwa kupambana na maisha na historia elimu yake mpaka kufika kuwa kiongozi hadi siku hii ya leo. Anafanya kazi njema, hongera. Huyu anasema hongera mkuu wa wilaya, amini usiamini, miongoni mwa vitu ambavyo vilivyokufikisha hapo ni kuwa pamoja na wazazi. Haya. Anasema pongezi sana Nick wa Pili, asante. Mazingira ya kujituma sana ni mazingira na kujituma sana na hofu ya Mungu, hivi ndio ambavyo tutatusaidia kutimiza ndoto. Asante. Anaitwa Nasoro Dhahabu kutoka Rushoto. Julius Mpogole anasema kuwa sawa, alichangia kuhusu topic ile ya kuwa wewe. Hongera sana mheshimiwa kwa kutatua changamoto nyingi wilayani kwake kupitia mapato ya ndani. Wengine pia waige mfano. Haya. Anasema jamani, mimi nimejifunza sana kupitia story hii. Huyu mwingine anasema mazingira yanasaidia sana kupotea au kufanikiwa. Mfano mimi niliponea chupu kupotea, kwani nilizungukwa na wacheza kamari haswa, na mimi nilicheza lakini nikafanikiwa kuacha. Kwa sasa nimeajiriwa, wenzangu wote wamepotea. Anasema Aidan Sazi nilikuwa kutoka Kinambo. Anasema kwa kweli nampongeza sana, kwanza nampa pole pia, maana sio rahisi. Mungu aendelee kumsimamia kwenye kazi zake. Tuna dakika 2 za kuhitimisha Wakarungi. Yes, una dakika 2 za kuhitimisha. Mazingira yanatupatia elimu. Ndio. Na tunajua kwamba elimu ni ufunguo. Sasa tutambue kabisa kwamba ufunguo una kazi mbili. Ndio. Kufungua
na kufunga. Kwa hiyo kuwa makini sana. Kumbe tulikuwa tuambiwi. Yes. Moto wetu ulikuwa elimu ni ufunguo wa maisha. Afu tulikuwa tuambiwi kumbe unaweza kufungua au kufunga. Kwa hiyo elimu ambayo mazingira yatakupatia yanaweza yakakufunga au yanaweza yakakufungua. Yes. Kuna mtu kutokana na usomi wako kuna baadhi ya vitu huvifanyi. Na kutokana na usomi. Hiyo la kuondokea. Shukrani sana Rodrick. Asante sana Rodrick Nabe, lakini tunamshukuru sana Angela kwa kukutanisha na mkuu wa wilaya ya Kibaha Nixon Simon, na tumejifunza mambo mengi sana kutoka kwake, na tunafahamu kwamba duniani hakuna anaishi peke yake. Na sisi ni viumbe jamii, kwa hiyo nalo la kujifunza kwa kila mtu. Bila shaka hii ni simulizi ya kweli ambayo inatuonesha kiza, maumivu, lakini wasiwasi na mashaka, lakini baadaye nakuja heri, fanaka na mafanikio na uwajibikaji na vitu kama hivyo. Na kwa pili ni jina kubwa sana panapohusika sanaa ndani ya nchi yetu na nje ya mipaka. Kwa hiyo mazingira hijalishi unakotoka ni kusimama na vitu kama hivyo. Au vipi mtoto wa Mbeya? Kabisa. Mazingira ya Mbeya usije kaanza kutusimulia simulizi yake. Mimi ni Jumapili ijayo tutakuwa na simulizi nyingine. Hakikisha tu utakuwa na Hello Weekend. Kwa sasa tunaweka nukta hapo.